Kila siku Mama Ngozi alikuwa anauza chakula pembeni ya barabara jijini Dar es Salaam. Hakuwa tajiri, hakuwa maarufu, lakini alikuwa na kitu kimoja ambacho wengi hawakuwa nacho: moyo wa huruma. Mama Ngozi aliishi kwenye chumba kidogo cha kupanga pale Manzese, jijini Dar es Salaam. Chumba chake kilikuwa cha udongo, kikiwa na dari iliyokuwa inavuja wakati wa mvua, na dirisha dogo lililokuwa linaingiza hewa na mwanga wa jua kwa shida. Kila asubuhi kabla jua halijachomoza, Mama Ngozi aliamka mapema kutoka kwenye godoro lake jepesi, akaosha uso kwa maji baridi, akaweka hanga yake kiunoni, kisha akaenda kupika wali na maharage kwa jiko lake dogo la mkaa. Harufu ya chakula chake ilikuwa ikienea mitaani, ikivuta watu waliokuwa wanaenda kazini, wanafunzi waliokuwa wanakimbia shule, na wapita njia waliokuwa wanatafuta chakula cha bei nafuu. Duka lake halikuwa na paa wala kuta, halikuwa na mlango, halikuwa na dirisha. Ni meza ndogo ya mbao, jiko dogo la mkaa, sahani chache, na kitu kimoja kikubwa sana kuliko vyote: matumaini. Siku moja alipokuwa akipanga sahani zake mezani, Mama Ngozi aliwaona wavulana watatu waliokuwa wanakaa chini karibu na jengo lililojengwa nusu, ambalo lilikuwa limeachwa bila paa, likiwa na matofali yaliyoonekana yamechakaa na madirisha yaliyokuwa wazi. Walikaa chini juu ya vumbi la barabara, nguo zao zilikuwa chafu, zimechakaa na zikiwa na matundu. Miguu yao ilikuwa mitupu bila viatu, lakini jambo moja lilikuwa wazi kabisa: walikuwa wanafanana sana. Macho yale yale, pua zile zile, midomo ile ile. Mapacha watatu. Hawakuwa wanapiga kelele, hawakuwa wanaomba, hawakuwa wanavuta watu kwa mikono. Walikuwa wanakaa kimya kimya, wakitazama watu waliokuwa wanakula. Walitazama wali ukiwekwa kwenye sahani, walitazama maharage yakimwagwa, walitazama watu wakicheka wakila. Mama Ngozi alihisi kitu kizito kikimkaba kifuani. Moyo wake ulijaa huruma na uchungu mkubwa. Aliwachukua, akawapa sahani moja ya wali. Kitu cha ajabu kilitokea. Walikaa chini, wakagawanya chakula kwa sehemu tatu sawa sawa. Hakuna aliyekimbilia, hakuna aliyepora. Mama Ngozi alilia kimya kimya. Kuanzia siku ile, kila siku Mama Ngozi aliwalisha. Watu walimcheka. Moyo hautakulipa kodi, walimwambia. Lakini Mama Ngozi alisema, sifanyi kwa ajili ya pesa, nafanya kwa sababu ni binadamu. Siku moja, chakula kiliisha mapema. Mama Ngozi hakuwa na chochote isipokuwa mkate mmoja aliokuwa amejiwekea. Akauchana vipande vitatu, akawapa watoto. Yeye alilala njaa. Kesho yake watoto hawakuja. Siku ikapita, wiki ikapita, miezi ikapita. Mama Ngozi alilia kila siku. Aliwatafuta Dar nzima, Kariakoo, Manzese, Buguruni, hakuwapata. Miaka mitatu ilipita. Siku moja, barabarani kwa Mama Ngozi, magari matatu meusi ya kifahari, Mercedes, yalisimama. Watu wote wakashangaa. Wanaume watatu wakashuka. Walikuwa safi, wakivaa vizuri, wakionekana matajiri. Walitembea pole pole mpaka wakasimama mbele ya Mama Ngozi. Mmoja akasema, "Mama, unatukumbuka?" Walikuwa wale mapacha watatu. Walikuwa wamechukuliwa na mfadhili, wakasomeshwa, wakafanikiwa. Leo walikuwa wafanyabiashara wakubwa jijini Dar. Wakasema, "Mama, ulitupa maisha, leo tumerudi kukurudishia." Wakampa hati za duka jipya, jengo jipya na akaunti ya pesa. Mama Ngozi akaanguka chini akilia. Watu wote wakashangilia. Wema haupotei, unarudi ukiwa mkubwa kuliko ulivyoutoa. Support chaneli yetu kwa kulike, kucomment na kusubscribe ili funzo hili liwafikie watu wengi zaidi.